Jambo lenyewe linahusu migogoro ya wafugaji na wakulima. Hali ambayo nimeikuta jimboni inaonyesha kwamba licha ya jitihada ambazo serikali imekuwa ikizichukua, ikiwemo hatua za kipolisi na hatua za kiusuluhishi, bado migogoro ya wakulima na wafugaji imeleta hali ya sintofahamu. Mazao ya watu yanaharibiwa, mbaazi hazivunwi, korosho hazivunwi vizuri, watu wanauawa, watu wanaumizana. Ni ipi kauli ya serikali ya hatua madhubuti ambazo inalenga kuzichukua na ambazo zimechukuliwa ili jambo hili lisilete mifarakano mikubwa zaidi inayoweza kuleta mauaji zaidi na hali ambayo itatishia usalama katika nchi yetu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa mbunge Ado Shaibu kwa kulileta swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi niliwahi kupata heshima ya kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, na katika kutimiza majukumu yangu niliwahi kushuhudia haya mambo ambayo Mheshimiwa mbunge anayasema. Nimeshuhudia mifugo ya wafugaji ikiwa imekatwa zaidi ya mifugo 150. Nilishuhudia mapigano ambapo mkulima mmoja akachomwa mkuki, nadhani kwenye mitandao na waheshimiwa wabunge watakumbuka, na jambo hili limeendelea kujitokeza kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema. Mheshimiwa Spika, serikali inachofanya, moja, tumegawanya hatua za kuchukua kwa sababu tatizo hili ni kubwa na linaendelea kuwa kubwa, na sababu ya msingi Mheshimiwa Naibu Spika ni kwamba idadi ya watu inaongezeka, idadi ya mifugo inaongezeka, na hata idadi ya wanyama katika baadhi ya maeneo ya hifadhi inaongezeka, lakini ardhi ni ile ile. Na Mheshimiwa Naibu Spika, yapo pia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaondoa ile hali ya kimazingira ambayo ilikuwa inaruhusu hizi shughuli zote kuwanufaisha wananchi pasipo kuleta mgongano. Kwa tuna tatizo la msingi ambalo sababu zake ni kama hizi nilizozisema. Nini serikali inafanya? Mheshimiwa Spika, katika hatua za muda mfupi tumesema kwanza lazima tukubaliane kuhusu matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni kwenye hatua za haraka kwa sababu ipo migogoro maeneo mengine ambayo inasababishwa na kutokuzingatia matumizi bora ya ardhi, ikiwemo tabia za baadhi ya viongozi katika baadhi ya maeneo kuuza maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya wakulima kupelekwa kwa wafugaji kinyemela, ama baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya malisho kuuzwa kinyemela kwa wakulima, na matokeo yake yanasababisha migongano. Kwa nimeelekeza lazima hatua kali zichukuliwe yakitokea mambo ya aina hii ambayo yanatusababishia migogoro. Inatokea eneo ambalo liliwekwa kwa malisho lote linauzwa kwa mtu mmoja, ama eneo liliwekwa kwa ajili ya kilimo lote linauzwa kwa mtu mmoja. Haya tumesema lazima tuzingatie mipango ya matumizi bora ya ardhi ili hizi shughuli zote ziweze kwenda sambamba.